Mtakatifu, Mungu wa rehema, Mungu wa mbingu na nchi, tunakuja mbele zako tena jioni na leo tukiwa na mioyo ambayo tumeelekeza kwako, mioyo ya imani, mioyo yenye matumaini, mioyo yenye unyenyekevu, mioyo yenye matarajio, kwa sababu tumeomba kwa imani kwa siku 20 zilizopita, na leo tunakwenda kutimisha tukiwa tunajua kwamba hatukupiga ngumi hewa, lakini tuliomba kwa Mungu anayesikia na kwa Mungu anayejibu. Napenda kushukuru kwa mengi ambayo ulitufundisha, yenye kutufaa, yenye kutusaidia namna ya kutembea katika udhihirisho wa haya ambayo tumeyaomba. Ninaomba hayo yakae na yaandikwe katika moyo wa kila moja katika vibao vya ndani, ili yaishi, yatembee mwaka mzima akitenda kazi. Katika jina la Yesu naomba tena kwa mara nyingine, nyeke mbele zako, jitishe chini ya mamlaka yako, chini ya nguvu ya ufalme wako. Nikupe nafasi ya kupendezwa kunitumia tena ninapokwenda kuongoza ndugu zangu katika hii hatua ya mwisho ya kuhitimisha patano letu la siku 21. Tunaomba uwe katikati yetu, nguvu zako ziwepo katikati yetu, udhihirisho wa neema yako uwepo katikati yetu. Yesu Kristo uliyekufa msalabani, ukatupa maelekezo ya kwamba tutakumbuka mauti yako kwa damu na kwa mwili wako kupitia mkate pamoja na kikombe tutakachokinywea, na katika hicho kuna nguvu na kuna uweza. Ninaomba uonekane katika ibada ya leo na katika sakramenti hii ambayo tutakwenda kushiriki pamoja. Katika jina la Yesu naomba niseme asante nikiamini. Tuseme wote amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni tena mbele za Bwana tunapokwenda kushiriki pamoja siku yetu ya kuhitimisha siku hizi 21. Niwapongezeni wote ambao kipekee sana mmehudhuria kwa uaminifu, na wengine popote nilipokuwepo. Wale ambao hamkuweza kuhudhuria, mmeomba kwa uaminifu sana, na lakini pia wale ambao wamefuatilia mafundisho. Yale mafundisho yalikuwa ni ufunuo halisi ninaopata moja kwa moja kutoka kwa Mungu kwa ajili ya kutuongoza katika maombi haya. Si mahubiri ya kawaida, na Mungu akusaidie usije ukayadhania ni mahubiri ya kawaida, usije ukayadhania ni mafundisho ya kawaida. Yalikuwa ni maelekezo napata kila siku, na kwa hiyo yana uwezekano mkubwa wa kutenda kazi kubwa kwenye maisha yetu. Lakini pia kipekee ni washukuru, kuna watu wametuhudumia pia. Kila tukimaliza maombi tukiwa tunapata kifungua kinywa hapo. Ninaomba nao Mungu awakumbuke, awabariki sana sana kwa sadaka ile waliokuwa natoa kwa ajili yetu. Mungu awabariki wote, na Mungu watendee haya tuliyoyaomba, wawe na fungu lao katika haya. Bwana wetu Yesu asifiwe. Maombi yetu yalikuwa ni elekezo la kimungu alilotuelekeza kwamba ana agenda ya kutaka kubadilisha mabaya yawe mema. Kila palipokuwa mabaya Mungu apageuze kuwa pema. Na kimaalum sana agenda iligusa kitu kinachoitwa nyakati mbaya kuwa nyakati njema. Kwa tumezungumza zaidi nyakati zaidi litawala, kwa sababu hasa maongozo yalikuwa yanazungumza juu ya nyakati, na neno tulioanza nalo siku ya kwanza lilikuwa linasema kwamba Mungu anapobadilisha mwaka, miaka inapopishana, ni nyakati zimepishana. Haleluya. Ni nyakati mbili zimepishana. Nyakati moja inaipisha nyingine. Nyakati moja inaondoka ili nyingine iondoke. Nyakati moja inapoteza utawala ili nyingine ije kutawala. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kwa hiyo asubuhi ya leo
Nilipokuwa kwenye mida ya alfajiri kabla ya kuja kucha vizuri, nilikuwa naendelea kuomba kwamba ibada za leo ya asubuhi hasa na pengine hata hii, lakini likaja neno moyoni mwangu. Siwezi kujua kama lilikuwa ni wazo ndio Mungu alikuwa ananisemesha hivyo. Neno lilikuwa linasema kwamba ona unachokiona. Sasa hicho Kiswahili ni kukielewa, sijui tunakielewaje. Ona unachokiona, see what you see. Ona unachokiona, sikia unachokisikia. Haleluya. Lakini baadaye nikaelewa alikuwa na maana ya kusema kwamba unapokuwa unasikia, sikia kwa usahihi. Unapokuwa unatazama au sikia kwa uhalisi. Nimepata Kiswahili kizuri. Unapokuwa unasikia, sikia kwa uhalisi. Na unapokuwa unatazama ukaona, ona kwa uhalisi. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mzuri wa kukufanya uelewe, watu walienda kupeleza nchi waione. Mungu aliwatuma waione nchi. Wakaenda wakaona, lakini kuna 10 hawakuona walichokiona. Imeeleweka sasa? 2 kati ya wale 10 wakafanikiwa kuona walichokiona. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anafundisha mara nyingi watu wanasikia, lakini wako waliokuwa wanasikia wanachokisikia, na kuna wengine walikuwa wanasikia lakini hawasikii wanachokisikia. Wakitoka hakuna walichopata na walikuwa wanasikia. Wakitoka hakuna matokeo ya kile walikuwa wanasikia, lakini walikuwa wanasikia. Kwa hawakuwa wamesikia walichokisikia. Kwa Mungu alikuwa ananiambia asubuhi, ona unachokiona, sikia unachosikia. Nadhani mmeelewa vizuri. Na Mungu anazungumza hili na kanisa. Mungu anazungumza jambo hili na kanisa. Wakati napata ujumbe huo, akili yangu iliniambia ndio ujumbe wa ibada ya Jumapili asubuhi. Na mimi nikataka kujiweka katika namna ya kutengenezea mahubiri, nikidhani ndio Mungu ananipa ujumbe wa ibada ya asubuhi. Lakini baadaye muda ulipoendelea akanipa ujumbe mwingine. Na nimechukua muda kuelewa kwa nini ameniambia jambo hilo. Nilipokuwa nimekaa hapo najiandaa sasa. Ilikuwa nimekaa hapo au ofisini wakati najiandaa kuja kwenye ibada hii, ndio nikapata vizuri kwamba hili neno ni ujumbe kamili kwa ajili ya ibada ya leo tunapohitimisha maombi. Haleluya. Sikia unachosikia, ona unachoona. Kwa sababu wapo waliosikia lakini hawakusikia walichosikia. Watu wakamuuliza Yesu, kwa nini unasema kwa mfano? Yesu akawajibu hivyo hivyo, ni kwa sababu kuna watu wakisikia hawasikii. Ni kwa sababu watu wakitazama wanakuwa kama wameona lakini hawakuona. Ndio maana anafundisha kwa mifano. Halafu akawaambia, heri ninyi mnaoona, heri macho yenu yanayoona. Alisema heri macho yenu au heri ninyi? Heri ninyi. Heri ninyi mnaoona, mnayo utasoma huko baadaye, yako kwenye Mathayo mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Au ni asome ili tuyasikie vizuri. Haleluya kanisa. Hii ni moja ya jumbe muhimu sana za kushika. Mstari wa 13.
Ngoja nianze mstari wa 10 alafu niende mstari wa mpaka 14. 10 niende mpaka 10. Yanaendelea kidogo. Mpaka 17. 10 mpaka 17. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akamwambia, nimejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa kitazama hawaoni, wakisikia hawasikii. Unasikia? Wakisikia. Na neno alioniambia Mungu asubuhi, sikia unachosikia. Haleluya. Mathayo sura 13. Nilikuwa nasoma mstari wa ngapi hapo? Nimesoma sasa hivi mstari wa 10. Nilianzia mstari wa 10, ila sasa hivi niko mstari wa 13. Kwa sababu hii nasema nao kwa mfano, kwa kuwa kitazama hawaoni, wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema. Hawafanyije? Hawasikii vema. Masikio sio kwamba ni viziwi, ila hawasikii vema. Na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Mstari wa 16 sasa unasema, heri macho yenu kwa kuwa yanaona. Heri macho yenu. Na mimi naomba jioni ya leo Mungu amsaidie kila mmoja wetu kuwa na macho yanaona, na kuwa na masikio ambayo yanafanyaje? Yanasikia. Heri macho yenu kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi, wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi, wasiyasikie. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni ujumbe, naomba upokee, naomba uchukue huo ujumbe. Ni wa muhimu sana, ni wa muhimu sana, ni wa msingi sana. Usije ukaupoteza. Ona unachoona, sikia unachosikia. Ona unachoona, sikia unachosikia. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akasema, huu ni mwaka ambao nataka tuombe mahali ambapo mabaya yalisimama yakatawala, mema sasa yaje yakae yatawale. Uwe mahali ubaya ulisimama ukatawala, wema uje ukae hapo na utawale. Nyakati mbaya zipokaa zikatamalaki zikamiliki, nyakati njema zije hapo zikae zitamalaki na zimiliki. Bwana wetu Yesu asifiwe. Sasa naomba twende kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 1. Nisema leo hatuna maombi, leo tuna shukurani na ushirika wa meza ya Bwana. Biblia inasema mstari wa 45 mpaka mstari wa 55 unasema, naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana,
na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali ameondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Bwana wetu Yesu asifiwe. Mariamu alikuwa muda mfupi au siku chache kabla ya hii siku amepata salamu ambayo hakuna mtu aliwahi kumsalimia. Niliwahi kuhubiri ujumbe huo mahali fulani, kwa nguvu ikawa kubwa sana. Nakumbuka tulikuwa Morogoro, wapi, tulikuwa na Pastor Emmanuel yule wa Dodoma na Haule wa Arusha. Nikahubiri kwa mara ya kwanza ufunuo unaitwa salamu kutoka kwa Bwana. Mambo yaliyotendeka yalikuwa makubwa, nguvu iliyoonekana ilikuwa kubwa sana. Salamu kutoka kwa Bwana. Baadaye nilihubiri kama zaidi ya mara moja ujumbe huo maeneo mengine. Nakumbuka hata huko Mwanza nilihubiri, lakini sikupata nguvu kama ile iliyotoka ile siku nahubiri ujumbe huu mara ya kwanza kwa ufunuo unaoitwa salamu kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekutumia salamu, Mungu amekusalimia. Mungu akikusalimia maisha yanabadilika siku hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa malaika akaja akamsalimia Mariamu. Salamu hiyo hajawahi kusalimiwa na mtu hivyo. Salamu inaitwa salamu uliyepewa neema, Bwana yu nawe. Na mengine aliyofuata. Mariamu, Biblia imeandika, akafadhaika moyoni, akijiuliza salamu hii ni ya namna gani? Salamu hii ni ya namna gani? Amekuja malaika amemsalimia, salamu uliyepewa neema, Bwana yu nawe, na mengine umebarikiwa kuliko wanawake wote, na kadhalika na kadhalika, mambo mengi. Lakini swali lilikuwa la muhimu kwa Mariamu, hii ni salamu ya namna gani? Malaika akaanza kumweleza mambo hayo. Tangu sasa vizazi vyote watakuita mbarikiwa. Maneno mengi yale mnayajua vizuri, hatuhitaji kurudia mahali pale, pako sura hii pale juu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa baada ya salamu hiyo, malaika akamwambia, na ndugu yako, si alikuwa binamu yake, Elisabeti, ambaye alikuwa tasa, sasa ni mjamzito. Mariamu akasikia hiyo habari, ikawa habari kubwa kwake, maana alikuwa anamjua wana undugu. Akaamua, niende nikamtembelee huyu malaika aliyeniambia salamu hii. Alishatangulia kwa ndugu yangu, naye akampa, wacha nende. Alipofika wakati wa Elisabeti ana mimba ya miezi 6 ya Yohana Mbatizaji. Ile Mariamu anafika pale, wanasalimiana, kile kitoto cha miezi 6 tumboni kikaruka kwa furaha. Yani ni kama amechangamka, kuna mtu maalum wamekutana. Elisabeti akasema, uliponisalimia kitoto kichanga kikaruka ndani mwangu. Haleluya. Ni upendo wa namna gani nimepata mama wa Bwana wangu kuja kunitembelea.
Katika mazungumzo haya, baada ya kupeana shuhuda walizoshuhudiana, Mariamu ndipo akaamua kusema maneno haya tuliyosoma sasa hivi. Maneno aliyoyasema ni ya shukurani, si kwa sababu nyingine. Anatumia neno tangu sasa. Maana yake anasema kumetokea mpaka wa nyakati kwenye maisha yangu. Kuna nyakati nilikuwa msichana mnyonge. Haleluya. Na Bwana ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Nilikuwa miongoni mwa wanaoitwa wanyonge. Ndio maana siku moja niliwaambia, nikasema haya maneno nawaambia kila siku, siimbi maneno ya kiutaratibu tu wa kuongea, na watabiria, na wabariki, na waumbia. Mnyonge aseme nina nguvu. Siongei kwa sababu naongea utaratibu wa kumaliza ibada. Nawaambia, nawaumbia jambo, nawatengenezea jambo, nabadilisha maisha yenu, nabadilisha future yenu, nabadilisha mstakabali wa maisha yenu. Nawaambia mnyonge aseme nina nguvu, na maskini aseme ni tajiri. Sema ukisema unaamini unachokisema, kwa sababu mimi naposema neno hayo na kuumba kivingine na kutengenezea maisha mengine. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Mariamu amesikia maneno. Ndio maana nasema hebu sikia unayosikia na uone unachoona. Nikisema mnyonge aseme mimi nina nguvu, sikia ulichosikia. Haleluya. Nikisema maskini aseme mimi ni tajiri, sikia ulichosikia. Nikisema nenda na mtu asikuonee, sikia ulichosikia. Usiwe anayesikia bila kusikia. Sikia hicho ulichosikia. Nguvu yako na kushape maisha yako ipo kwenye kusikia ulichosikia. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa Mariamu akasikia. Aliposikia kumbe amesikia. Haleluya. Mariamu hakuwa miongoni mwa watu wanaotoka kwenye familia za kitajiri, wala hakuwa miongoni mwa watu maarufu wa nchi. Mariamu alikuwa msichana ambaye hakuna mtu angemjua, hajulikani, wa kawaida, maskini wa maeneo hayo ya Nazareti anayoishi. Anaishi maisha ya kimaskini kama maskini wa kawaida walivyo. Kwa anaposema Bwana ameutazama unyonge wa mjakazi wake, anaelewa anachoongea. Anajua Mungu amebadilisha nyakati. Kuna nyakati zimepishana, kuna historia zimepishana, kuna awamu za maisha, moja imeipisha nyingine kwenye maisha yake. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Alikuwa anajua nini kimetokea kwenye maisha yake. Akaenda akasema moyo wangu wamadhimisha Bwana, kwa sababu Bwana ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Akasema tokea sasa. Hebu sema kwa sauti inayoeleweka, sema tokea sasa. Unaposema tokea sasa, maana kumetenga nyakati. Kuna nyakati umeshazigawa tayari. Yaani ukishasema neno tokea sasa, maana yake kuna nyakati umeshazigawa vipande viwili. Umeshagawa nyakati zilizotokea, kutokea huko zilikotoka mpaka sasa, na nyakati zitakavyokuwa kutokea sasa. Umeshatengeneza aina ya mtu utakayokuwa tokea sasa, na mtu uliyokuwa kabla ya sasa. Umeshaongelea maisha utakayoyaishi tokea sasa, yanavyotofautiana na maisha uliyoyaishi kabla ya sasa. Hilo neno tokea sasa, maana yake unaongelea mpaka wa nyakati na matukio ya nyakati. Unaongea tofauti
kati ya matukio ya nyakati zingine na zingine. Kwa akasema tokea sasa watu wote wataniitaje? Haleluya, haleluya. Mwambie, hebu jitazame, halafu jiambie tokea sasa watu wakuiteje. Sema sasa. Haleluya, haleluya. Tokea baada ya maombi ya sasa hivi, tokea sasa watu watakuhitaji. Sio lazima kopi ya Mariamu, naweza kutengeneza ya kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio lazima kopi ya Mariamu mbarikiwa, wewe na wewe unataka wakuiteje. Jina la Yesu libarikiwe. Halafu sema kwa sauti tokea sasa. Na ukisema umeumba tayari, sema tokea sasa watu wataniita. Halafu weka hicho ulichosema. Imekuwa kwa jina la Yesu. 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 Watakuita hivyo kwa jina la Yesu. Maana Mungu anakubadilisha kwa hivyo. Mungu anakutengeneza kwa hivyo. Mungu anakufanya kwa hivyo. Mungu anakuumba kwa hivyo. Mungu anakupandisha kwa hivyo. Mungu anakuinua kwa hivyo. Mungu anakuboresha kwa hivyo. Mungu anakupa akili ili uwe hivyo. Mungu anatengeneza fursa mbele yako ili uwe hivyo. Mungu analeta watu kwa ajili yako ili uwe hivyo. Mungu anatengeneza mazingira kwa ajili yako ili uwe hicho kitu. Mungu anakupa nguvu ili uwe hivyo katika jina la Yesu. Mungu ni hai ili uwe hivyo. Tokea sasa wewe ni huyo uliyosema. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Tokea sasa. Akasema tokea sasa watu wataniita mbarikiwa. Anayeongea hivi alikuwa mnyonge kweli. Alikuwa mnyonge kweli. Haleluya. Na alikuwa na mchumba wakati huo. Mchumba maskini. Shughuli zake ni za useremara. Sio kwamba alikuwa na kiwanda cha, unajua unaweza kufanya useremara kwa level ya kiwanda. Yeye hakuwa na useremara wa level ya kiwanda. Alikuwa na ule useremara tu, una karanda kako pale mbele ya nyumba yako, umeweka ka kivuli chini ya mti, unatengeneza visturi na viti, watu wawili wanakuja, ukipata wawili unamshukuru Bwana, inapita wiki hajatokea mwingine, baadaye anakuja mmoja wiki ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Alikuwa na mchumba sio tajiri, na yeye mwenyewe sio tajiri. Haleluya. Akasema maneno makubwa, na maadhimisha Bwana kwa moyo wangu wote, kwa sababu Bwana amenibadilishia. Na mimi nilicho nataka kila mtu akifanye kwa dakika chache leo. Wacha mambo ya kusema sijaona. Mimi hatuzungumzi mambo sijaona. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Asubuhi nimewaambia yule jamaa alitupa bakuli hajaona kwa macho. Alitangulia kwanza kutupa bakuli na Batimayo, na lile vazi la kuombea muonekano wa kiombaomba aliuvua kabla hajapata macho. Alianza kuutupa kwanza, ndio anaenda kuulizwa sasa unataka nini? Nataka macho. Ameshatupa ule muonekano wa kiombaomba, sasa unataka mambo mapya, unatembea na muonekano ule ule. Tupa. Haleluya. Tupa, halafu mwambie Bwana nachotaka ni hiki. Haleluya. Hii nimetupa, nataka hii. Niwahi kuwa mtoto alikuwa ananifurahisha sana. Miongoni mwa watoto wangu kuna mmoja hivi anaitwa Joshua. Alipokuwa mdogo, yule jamaa akiwa nakula kiazi, halafu ukaja na yai au maziwa, kiazi kinatemwa kwanza. Umezi kiazi halafu unashushia maziwa, unatema au yai.
Yai kiazi alafu ongezee kiazi alafu ongezee yai. Hamna. Kiazi kinatemwa nakula yai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna vitu lazima uvue kwanza. Usipandishiane. Kimoja kinapandilia juu ya kingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nishawahi kuona jamaa mmoja, sijui alikuwa kwenye biashara gani, kwa shughuli gani na nguo za kikazi, halafu anatakiwa ende sehemu, alafu alichokifanya akachukua ile iliyokuwa anafanyia kazi chafu ikabaki ndani, halafu juu kaweka nyingine safi. Halafu akawa anajua kama ile inatokeza namna hii. Haleluya. Mwambie jirani yako, ukijaradia chafu na safi itaonekana tu. Huwezi kuificha, itaonekana. Tupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa Mariamu anasema hivi, Bwana ninamwadhimisha. Kwa nini namwadhimisha? Kwa sababu ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama tokea sasa. Tazama tokea sasa. Oh, haleluya. Tazama tokea sasa. Tazama tokea sasa. Tazama tokea sasa. Watu wataniita. Watu wote wataniita. Mataifa wataniita. Sio jina la zamani lingine. Wataniita mbarikiwa. Akasema kwa hilo tu namwadhimisha Bwana. Amenibadilishia nyakati, amenibadilishia muonekano, amenibadilishia maisha, amenibadilishia hadhi, amenibadilishia nafasi, amenibadilishia utukufu. Tokea sasa. Watu hawataniita walivyozoea kuniita. Bwana amenibadilishia. Tokea sasa. Ndio maana moyo wangu unamwadhimisha. Nataka tusimame kanisa la Mungu. Haleluya. Tumwadhimishe Bwana. Tunamwadhimisha Bwana. Wahudumu wa meza ya Bwana watakuwa naendelea kukamilisha utaratibu. Halafu baada hapo tutakwenda kushiriki meza ya Bwana. Na nitakwambia kwa nini tunashiriki meza ya Bwana katika siku kama ya leo. Naomba tusimame kanisa. Halafu kila mmoja awe na la kumwadhimisha Bwana. Siku 20 zilizopita tumekuwa na siku za kuomba, na kuna mambo tunajua umetokea. Sasa tokea sasa. Sema sasa tokea sasa. Kuna jambo limetokea. Tokea sasa. Kuna jambo lazima nimshukuru Mungu kwalo. Kuna jambo naliona, kuna picha naiona mbele yangu, lazima nianze kuishangilia. Kama kuna watu wanaona picha mbele yao yatokea sasa, anza kuishangilia. Hivi ninavyoongea, anza kusema, anza kusema, anza kusema, anza kuadhimisha Bwana, anza kuadhimisha Bwana. Na hivi tunachoona tokea sasa, anza kunena mbele za Bwana, anza kulihimidi jina la Bwana, anza kumwambia Bwana, nimeona sasa. Tokea sasa kuna jambo linatengeneza. Tokea sasa kuna nafasi umenipa. Tokea sasa umenipa kwa mtu mwingine. Tokea sasa umenikuza. Tokea sasa kanisa hili umelibadilisha. Tokea sasa kanisa hili umelipeleka utukufu mwingine. Tokea sasa ninaenda kiwango mengine. Tokea sasa familia yangu inaenda madaraja mengine. Tokea sasa uzao wangu unaenda hatua nyingine. Tokea sasa Ramashakaya baba Yamashapokoria bagaseke. Usijifungie kwenye kiti, ukipenda naweza kuja hata madhabahuni ukasidumbeleza Bwana madhabahuni. Ramashakaya baba Ramondo Ramanzata Ramonzata Yamashapokoria bagaseke Yamanda Ramondo ya bagaseke
Imoshokotoria bagasete. Yangalia viwango vya neema vipya. Yangalia utukufu mpya. Yangalia heshima mpya. Unaoitengeneza, unaojenga kwa jina la Yesu. Yamashakaraboseke. Yamashakokoria bagaseke. Yamandaramondo ya bagaseke. Yamashakokoria bagaseke. Yamandaraboko ya bagaseke. Yamandaraboko ya bagaseke. Yendariatoko ya bagaseke. Remondo ya bazanda. Yamashakokoria baba. I am here glorifying your name. Niko hapa nikutukuza jina lako. Niko hapa nikiinua jina lako. Niko hapa nikadhimisha jina lako. Tayari umetenda makuu. Tumeona makuu uliyotenda Bwana. Tumeona uaminifu wako. Tumeona mkono wako. Tumeona nguvu zako. Tumeona neema yako. Rekarababa. Uliyeketi mahali pa juu. Palipoinuka. Uliyeketi mahali pa utukufu. Umetutendea makuu. Umetuondoa kwenye unyonge. Umetuondoa kwenye aibu. Umetutoa mavumbini. Umetutoa katikati ya machozi. Umetutoa katikati ya maumivu. Kuna mahali tunaenda. Kuna mahali umetupeleka. Tokea sasa. Tokea sasa. Tokea sasa katika jina la Yesu wa Nazareti barabara hai. Kuna jambo limeungua. Tokea sasa. Kuna jambo limetengenezwa. Tokea sasa katika jina la Yesu. Ramataka ya baba. Yamashaka ya baba. Yamandaramondo ya bagaseke. Yendereboko ya bagaseke. Yamandaraboko ya bagaseke. Yendo ya bazandaraboseke. Yamashakoko ya bagaseke. Yamandaraboko ya bagaseke. Yamashakoko ya bagaseke. Irando ya bazende. Ramondo ya bagaseke. Ivariandar ya bozende. Rendo rabako ya bagaseke. Yekariandar rabosaka. Yapakarianda raboseke. Riboko ya bazanda. Yapariando ya bozende. Rendo rabazende rebosaka. In the mighty name of Jesus Christ, Indo Yabazinde, Yamashako Yababa, maana nitokea sasa, maana nitokea siku ya leo, nitokea nyakati hizi ambazo zimeumba leo, ambazo zitengeneza leo, katika jina la Yesu. Tokea sasa, wamesimama wabarikiwa. Tokea sasa, wamesimama wabariki. Tokea sasa, kiko mbele zako, kizazi ulichokibariki, kizazi ulichokiinua, kizazi ulichokitukuza. Tokea sasa, kiko mbele zako, kizazi ambacho umekitukuza, umekitukuza. Wapo wanawake uliwatukuza. Tokea sasa, umewatukuza. Tokea sasa, wako vijana mbele yako uliwatukuza. Wapo watoto wadogo uliwatukuza. Wapo wanaume uliwatukuza. Wapo watumishi wako uliwatukuza. Tokea sasa, tokea sasa, tokea sasa, tokea sasa, tokea sasa. Ramashaka ya baba. Yamandaraboseke. Yamashakariabokoseke. Pokea utukufu Bwana. Pokea heshima hii. Pokea mamlaka hii. Pokea sasa. Umetutendea makuu. Pokea sasa. Umetenda katikati yetu mambo ya ajabu. Tokea sasa. Hatutakuwa tukano tena. Tokea sasa. Hatutakuwa aibu tena. Tokea sasa. Hawatasema Mungu wao yuko wapi. Tokea sasa. Watamuona Mungu. Tokea sasa. Watajua tunayemwabudu ni Mungu mkuu. Tokea sasa. Hatatuona mavumbini tena. Tokea sasa. Hatatuona kwenye mateso tena. Tokea sasa. Umeumba jambo jipya. Tokea sasa. Umetengeneza jambo jipya. Tokea sasa Bwana. Pokea utukufu. Yamashaka ya baba. Yamandaraboko ya bagaseke. Yamandaraboko ya bagaseke. Yamandaraboko ya bagaseke. Yamashaka ya baba. Yamashakari andaraboseke. Yamashakoko ya bagasete. Yamashaboko ya bagaseta. Yamashaboko ya bagasete. Remondo ya bazandarabosaka. Yamashaboko ya bagasata. Yamashaboko ya bagasete. Yemondo rabazendaraboseke. Yamashakori ya bagasete. Yemandaramondo ya bagaseke. Yamashakoko ya bagaseke. Yamandari ya boko ya bagaseke. Yeraboko ya bagasata.
yandariabosete. Imani inatenda, imani yako inakupa hayo, imani yako inakufanya usifu, imani ndio inakufanya ushukuru, maana ndio umepokea kwa imani, na imani yako imekutendea, imani yako imekubariki, imani yako imekuponya, imani yako imekuinua, imani yako imekutukuza, imani yako imekutendea mema, imani yako imebadilisha nyakati, imani yako inakubadilisha majira, inakubadilisha misimu, inakubadilishia vipindi, inakubadilishia enzi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Ramashakayaba Yamandarabosaka Yemondo Yabagaseke Yamandaraboko Yabagaseke Yamashakoko Yabagaseke Yamandariaboko Yabagaseke Yamashakoko Yabagaseke Yendariandariaboseke Yamandariabosende Yamashakoko Yabagaseke Yetariandorabaseke Yameshakoko Yabagaseke Yamandariabosende Reboseke Yamashakoko Yababa Yamandaraboseke Yamashakoko Yabasende. Nami napokea maisha yanayoanza tokea sasa. Nami napokea vipindi ulivyovianzisha na zama ulizozianzisha kwenye maisha yangu kutokea sasa. Ninaingia katika zama hizo kutokea sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa maana hiyo ninavua hata kasumba ya mazoea ya ule utumwa, ninavua hata mtazamo uliozoelea ule utumwa, ninauvua leo, ninauvua leo, ninauondosha kumbukumbu lake lisiwepo maishani mwangu, lisiwepo kabisa, lisitajwe juu yangu, lisitajwe mbele yangu, lisitajwe kwenye jamaa zangu, lisitajwe kwa kila ninalonihusu kwenye kazi zangu, lisitajwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, nakushukuru kwa sababu umeniangalia wewe mwenye nguvu, umenitendea makuu. Maadui umewaangusha, nami umeniinua, na kichwa changu kimeinua juu ya adui. Katika jina la Yesu ninakushangilia, ninakutukuza, ninakupa heshima. Mshangilie, mshangilie, mshangilie yeye, mshangilie Bwana, shangilia wema wako, shangilia ukuu wako, shangilia uaminifu wako, shangilia matendo makuu, shangilia nafasi mpya, shangilia heshima iliyoshuka, shangilia wampya ya maisha yaliyozaliwa, shangilia katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru, umetushangiliza mema, na kanisa hili umelishangiliza mema, na Gilgali umelishangiliza mema, lakini tunatambua wapo watu wameungana nasi katika maombi haya kwa siku 21. Wako maeneo mbalimbali, maeneo tofauti, wengine wamo ndani ya Tanzania na wengine wako nje ya Tanzania. Wako watu wamefuatilia maombi haya, wamefuatilia mafundisho ya kila siku. Baba, na wao wape urithi huu, wakonekti na nyakati mpya. Tokea sasa maisha yao yasibaki kama ilivyokuwa. Yoyote ambaye popote alipo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, ndani ya Gilgali na nje ya Gilgali, aliyekonekti ndani ya maombi haya, Baba, naomba ukapate kumtendea haya uliyosema katika jina la Yesu. Ukamfikirizie haya uliyotamka leo katika jina la Yesu. Baba, nasema asante, najua imekuwa, na kila mmoja mahali aliko apokee haya, kila mmoja mahali aliko apokee haya katika jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen.
Amen. Haleluya. Unapotaka kuingia katika hatua hii ya kushiriki meza ya Bwana, inaunganikaje na maombi haya? Maombi haya agenda yake ni kubadilika kwa nyakati. Haleluya. Ni mpishano wa mabaya yakipisha mema. Ni nyakati zinabadilika, na meza ya Bwana ni jambo lilifanyika wakati Mungu analianzisha. Alichinjwa kondoo kule Misri kwa mara ya kwanza kabisa, na kondoo yule Mungu akamwita Pasaka. Haleluya. Huyo kondoo aliyechinjwa Mungu akamwita Pasaka. Kwa tafsiri ya kwamba mabaya yatapita, malaika mwenye tauni ya kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri atapita, na atakapokuwa anafika maeneo ambayo watu waliomo ndani wamechinja Pasaka na damu ya yule Pasaka wameipaka kwenye milango ya nyumba zao, kwenye vizingiti na miimo, atapita juu ya hiyo nyumba na hakuna dhara litakalowapata. Kwa hiyo kile kitendo cha kupita juu, dhara lisiwapate, ndicho kikaitwa jina hilo Pasaka, to pass over. Kwa hiyo Pasaka inaitwa Passover. Haleluya. Wakati mabaya yanawapata wengine, wote hawana ile damu kwenye nyumba zao, waliona ile damu, yale mabaya akawa yanawaruka, yanawapita, yanaenda kwa kutafuta wengine ambao kwao hakuna damu. Hilo ni jambo la kwanza linalofanya tufanye hiki kitu hapa. Jambo la pili ni kulitokea mabadiliko ya nyakati. Nyakati za utumwa na kukaa nchi ya ugeni miaka 430 zilipishania hapo kwenye Pasaka ile. Damu ya yule kondoo na ule mkate ambao Mungu aliwaambia wakati huo watakula siku 7 mkate usiotiwa chachu. Kulikuwa ni damu ile na mkate ule. Haleluya. Wakati wanamla Pasaka, vitu vya maana na vya muhimu, mkate ule ambao ulikuwa unawakilisha mwili wenyewe na ile nyama walioila ya yule Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukatokea mpishano wa nyakati juu yao. Nyakati za ugeni na utumwa zikawa zimekomea hapo, zinapishana na nyakati za uhuru. Haleluya. Lingine lilotokea kwa sababu ya Pasaka ile, wale waliwatesa kwa miaka yote walizama kwenye bahari, waliisha. Jambo la 4 lililotokea kwa sababu hiyo, watu wale baada ya kula Pasaka walikuwa na mamlaka kwenye ulimwengu wa roho kuamuru wanachotaka kiwe na kinakuwa. Walienda kwenye nyumba za Wamisri, walikuwa nataka wanachotaka na hapakuwa na uwezo wa kustahimili amri yao. Biblia imetumia neno Mungu akawateka nyara wa Misri kwa kutumia wana wa Israeli. Waisraeli wakawateka nyara wa Misri. Ndio siku walianza kuona uchumi umefunguka. Baada ya miaka karibu 400 ya utumwa na ufukara na umaskini na mateso, ndio siku waliona uchumi unafunguka. Wakaanza kumiliki fedha na dhahabu, shaba na utajiri mwingi wa kila aina. Ulianzia hapo. Si hayo yanatosha? Hayo yanatosha. Pasaka tena, kumbe ile ilikuwa ni kivuli cha Pasaka halisi, ikafanyika
siku Bwana Yesu anakwenda au yuko msalabani, maisha yake yakatolewa kwa Pasaka, akawa ndiye kondoo wa Pasaka ambaye Mungu amemtoa achinjwe. Siku hiyo pia kama kawaida ndio siku laana juu ya mwanadamu kwa sababu ya anguko ilipovunjwa. Hiyo siku ndio siku ambayo nguvu ya dhambi ilipovunjwa. Hiyo siku ndio siku ambayo kitu kinachoitwa Adamu wa kale aliposulubiwa na kufa na kazaliwa mpya. Mungu akaanzisha kizazi kipya. Kuna mtu nilikuwa nawasimulia katikati, kuna kipande sikukisema, walienda kwenye kitabu wakakuta kumbe yeye ndio wa kwanza kwenye ile orodha ya kitabu kipya kinachoandikwa cha kizazi kipya. Yule jamaa aliyesema Yesu nikumbuke, jina lake ndilikuwa namba 1 pale juu. Waliofuata wote majina yao yalifuata, na ya kwetu atafuata, usia atakuwa ya ngapi huko. La kwanza ni la yule jamaa. Haleluya! Kwenye generation mpya ambayo Mungu ameianzisha kupitia mauti ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alianzisha generation mpya siku ile kwenye msalaba, kitokea kizazi kingine cha kimungu tofauti na kile kilichoanguka. Siku ile ndipo serikali iliyotawala dunia ya shetani ilipoangushwa rasmi, na serikali nyingine ya kutawala dunia ambayo mfalme wake ni Yesu iliposimama rasmi, na Yesu akaleta madaraka hayo kwa waaminio wote. Si yanatosha hayo? Hayo tukiyajua, tunajua tunapoingia kwenye mpishano wa nyakati halafu tukala mkate huu, nini kinatokea. Pasaka zingine zote tunazoziazimisha katikati tunaita ni ukumbusho, lakini Pasaka halisi zilizobadilisha nyakati ni ile ya Misri na ile ya msalabani. Haleluya! Nguvu ya kubadilisha nyakati ipo. Kwa hiyo kama ishara ya kujiconnect na mabadiliko ya nyakati ambayo tumemomba kwa siku 21, tutakula mkate wa Pasaka na damu ya Pasaka. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya! Naomba sasa tusimame. Sema pamoja nami maneno haya. Sema: Mwenyezi Mungu, ninataka kukaribia meza yako katika imani iliyo katika Yesu Kristo. Ninapokea yote yatakayoambatana na kula chakula katika meza yako kwa kupitia imani nilionayo katika Yesu Kristo. Ninapokea mabadiliko ya nyakati na majira juu yangu na juu ya huduma na juu ya kanisa letu, juu yangu, juu ya huduma na juu ya kanisa letu. Nayapokea kwa imani katika Yesu Kristo. Napokea nyakati mpya kwa ishara ya huu mkate nilio tayari kula mezani pako, na kwa ishara ya hii damu inayowakilishwa na kikombe hiki nilicho tayari kukinywea katika meza yako. Kwa njia hiyo najiingiza na kujiungamanisha katika nyakati mpya na zama mpya unazozianzisha leo katika maisha yangu na wengine wote ambao tumeungana kwenye maombi haya pamoja na kanisa letu na huduma kwa ujumla, katika jina la Yesu. Unaweza kuomba maneno binafsi ya kujiandaa na kuandaa moyo wako. Omba kwa ufupi maneno binafsi ya kujiandaa na kuandaa moyo wako kula katika meza ya Bwana Yesu.
Baba mtakatifu, unastahili utukufu, unastahili heshima, enzi na mamlaka kwa haya uliotutendea na kutukumbusha kwamba yalikwisha kukamilika miaka zaidi ya 2000 iliyopita kwenye msalaba wa Kalvari, na leo kiuhalisia tunajiungamanisha nayo ili ile kazi iliyotendeka kwenye msalaba wa Kalvari iwe kazi halisi. Wakati tutakapokula, kuna watu watapata uponyaji wa papo kwa papo. Kuna watu watajazwa nguvu za Mungu za papo kwa papo, na kuna wengine yawezekana watashukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu kwa papo kwa papo. Kuna watu vitu vingi vitabadilika na vita vyao vitakuwa vimekwisha, kama Bwana alivyosema, kwa udhihirisho wa papo kwa papo. Watu watafunguliwa, wengine mapepo yatawatoka kwa udhihirisho wa papo kwa papo, tunapokula mkate huu na kunywea kikombe kile cha meza ya Bwana. Kwa hiyo uandae moyo wako kupokea matukio makubwa ya kimungu ambayo yanakwenda kutokea katika kula mkate na kukinywea kikombe. Bwana Yesu usiku ule aliotolewa, alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mwenyezi Mungu, ninaubariki mkate huu ambao sisi sote tulio mwili wako na tulio mmoja katika wewe tunakwenda kushiriki wote kwa pamoja. Ninaomba kwamba yale uliyoyatenda kupitia mwili wako halisi uliotolewa msalabani uyatende kwa ukumbusho huu uliotuamuru kwamba tufanye kwa ukumbusho wako, kutokea uhalisia kazi zote mbovu na mbaya za yule mwovu zikaharibiwe na kazi njema za kimungu zikatendeke ndani mwa kila mmoja na ndani mwa kanisa lako, katika jina la Yesu, amen. Tunaweza kuketi. Wahudumu watatugawia mkate, waimbaji mtakuwa mnaendelea kutoa huduma. Wahudumu watagawa mkate kwa kila mtu. Utakapopokea mkate usile, nitatoa maelekezo wakati ambapo tutakula wote kwa pamoja. Waimbaji mtakuwa mnaendelea na huduma.
Wakati huu naomba sote tupate kula mkate kwa shukurani katika jina la Bwana Yesu. Karibuni. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi na kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Mwenyezi Mungu, ninaomba nikushukuru kwa sababu ya kikombe hiki ambacho sisi sote kwa imani na kwa pamoja tuko tayari kukinywea, tukikumbuka damu ile iliyomwagika msalabani, damu ya agano kwa ajili yetu wote, na kazi nyingi na kubwa za kiagano ambazo zilifanywa na zinaendelea kufanywa hata sasa, na historia ya mabadiliko ya nyakati zilizotokea baada ya damu ile kumwagika. Tunaomba kazi ile itendeke sasa katika mwili wa kila moja tunapopokea kikombe hiki kwa shukrani, katika jina la Yesu, amen. Basi wahudumu watatuhudumia kwa kutupatia kikombe. Utapokea kikombe na utangoja, tutatoa maelekezo, tutakunywa wote kwa pamoja.
Naomba sisi sote kwa pamoja na kwa shukrani tukapate kukinywea kikombe katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu. Neema ya Mungu ipo juu yetu. Mungu anatenda kazi ajabu zilizotengwa na kazi ya msalaba wa Yesu. Uponyaji, baraka, kuvunja laana, amani, uzima, kuharibu kazi ya mauti, zote zinatendwa katika ibada kama hii. Yaliyofungwa yanafunguliwa katika ibada kama hii. Yaliyo mazito yanaondolewa kwa ibada kama hii. Nguvu ya Mungu iliyomfufua Yesu katika wafu, katika ibada kama hii inashuka ndani ya kanisa, inahuisha yote yaliyo katika hali ya kufa. Jesus, 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 Jesus. Yofunga maisha, kafunga mustakabali wa watu kwa nguvu ya damu ya Yesu. Ima nguvu katika damu ya Yesu. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Moja kazi hizi kubwa unazozifanya, tunasema kama mama yako Mariamu alisema, mwenye nguvu amenitendea makuu. Nasi tutaona mwenye nguvu akitutendea makuu jioni ya leo. Sema kwa imani maneno haya, sema: Mwenyezi Mungu, moyo wangu unalo changamko kwa wewe kuwa Mungu wangu, Mungu wa kweli, Mungu wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Moyo wangu unakuadhimisha, unakushangilia kwa kunifanya kuwa mshirika wa maagano ya milele yaliyofanyika kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo. Nina shukurani nyingi kwa namna ambavyo umenifanya kwa mtoto wako, ambaye nikiita unaitika, nikiomba unajibu, nikikutafuta unaonekana. Ninakushukuru, ninakuadhimisha. Asante kwa neno lako, neno lililothabiti, ulilosema nasi kutokea tarehe 1 ya mwezi huu kwamba tunaingia majira na nyakati ambapo mabaya yataondoka kwenye nafasi na mema yatachukua nafasi, kwamba tunaingia kwenye msimu ambao nyakati mbaya zitapita, miaka mibaya itapita na kutoa nafasi kwa miaka mema katika maisha yetu na katika utumishi wetu. Ninasema asante kwa ajili ya haya yote. Ni makubwa kuliko ninavyoweza kutoa sadaka, ni makubwa kuliko ninavyoweza kutoa shukurani, lakini hii nilionayo naomba iwakilishe shukurani zangu. Hii nilionayo naomba ielezee kwamba nina shukurani nyingi. Nina shukurani nyingi kwa mema mengi, kwa wema mwingi unaonitendea, na hata sasa umeutenda. Hata ningeorodhesha nisingeorodhesha wote. Naomba Bwana, kwa lugha hii nyepesi, ninaomba kubali sadaka yangu. Sina lugha ya kutosha kueleza ninavyoshukuru, lakini naomba Bwana
kwa shukurani zangu hizi, naomba niziambatanishe na hii sadaka yangu. Ninaomba uiridhie, ninaomba unikubali, nami unikubali Baba. Haya tuliyosema, tuliyoyaomba, niliyoyasikia, niliyoyaona, naomba tokea sasa na mwaka mwingine na miaka mingi ijayo yawe halisi, yaishi, yadhihirike, yawe dhahiri maishani mwangu, maishani mwa kanisa letu, maishani mwa ndugu zetu walioamini pamoja nasi, wakaomba pamoja nasi, wakaamini neno hili pamoja nasi. Wote wayapokee katika jina la Yesu, yawemo katika nyumba zetu, yawemo makazini mwetu, yawemo kwenye ofisi zetu, yawemo kwenye afya zetu, yawemo kila mahali ambapo na sisi tutakuwepo katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kunikubali mimi na sadaka yangu katika jina la Yesu. Amen. Tuna kapu kimoja tu, kingine kingekaa pale.